Iran imekataa madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba Tehran ilitaka Marekani isifanye mashambulizi mazito ambayo Donald Trump, rais wa nchi hiyo, alisema atayafanya. Kupitia shirika la habari la Iran la Mehr, limekanusha madai ya rais Donald Trump kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilitaka Marekani kujizuia na mashambulizi mapya. Likinukuu maafisa wa kijeshi, shirika hilo limesema madai hayo si chochote ila ni uongo mpya na kwamba wanajeshi wa Iran wako katika hali ya tahadhari na tayari kwa lolote. Siku ya Jumamosi, Agosti mosi, rais wa Marekani alisema Marekani ilikuwa tayari kwenda kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini Tehran na nchi nyingine za Asia Magharibi zilimtaka simamishe mashambulizi mapya. Alisema amefanya uamuzi huo chini ya kufikia makubaliano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akisema hii itajumuisha ufunguzi wa mara moja kamili wa jumla wa mlango wa bahari wa Hormuz na kukomesha tishio la nyuklia la Iran, aliandika rais wa Marekani kupitia chapisho lake la ukurasa wake wa Truth Social. Likinukuu maafisa wa kijeshi, shirika hilo limesema madai hayo si chochote ila ni uongo mpya na kwamba vikosi vya jeshi la Iran vipo katika hali ya utayari wakati wote kwa ajili ya mapambano na Marekani. Vyombo vingine vya habari vya Iran vimemkejeli Trump kwa kushuka, huko vikisema alirudi nyuma katika mapambano dhidi ya Iran kwa mara nyingine baada ya takribani wiki ya majigambo na vitisho dhidi ya Iran, akidai kuwa makubaliano yalikuwa karibu. Vyombo vya habari ikiwa ni pamoja na Mehr vimesema Trump kwa mara nyingine amerudi nyuma kutoka katika vitisho vyake alivyokuwa akivitoa mara kwa mara visivyokuwa na maana, na akawasilisha mafungo yake kwa ulimwengu kama neema. Ripoti hiyo haikutaja ada za kuvuka katika mlango wa bahari, ambapo kimekuwa ni kikwazo kikubwa na ndio sababu kuu ya mashambulizi ambayo Marekani iliyatanga. Sasa wanaelekea katika mazungumzo na huenda leo Jumatatu kukawa na mazungumzo ya kuhakikisha kwamba wanaenda kumaliza vita hivyo. Shirika la habari la Iran la Fars mnamo jana Jumapili limenukuu mjumbe wa timu ya mazungumzo ya nchi hiyo akisema kwamba ripoti za vyombo vya habari vya Israel navyo pia vilikuwa na uongo. Shirika la habari la Fars la nchini Iran limemnukuu afisa huyo akisema kwamba maadamu Marekani inadumisha vitendo vyake vya uhasama, mlango wa bahari wa Hormuz utaendelea kufungwa kwa meli yoyote ambayo haishirikiani na walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Chombo hicho chenye msimamo mkali kinaonekana kuwa kikwazo kikubwa katika kufikia makubaliano, na kuna maswali kuhusu ni kwa kiasi gani kinashirikiana na wanadiplomasia wa Iran wanaojaribu kufanya mazungumzo na Marekani. Iran imezuia mlango wa Hormuz tangu kuanza kwa vita hivi, ikizihitaji meli kupata kibali na kulipa ada usafiri kabla ya kutumia njia ya maji. Ingawa hakukuwa na majibu rasmi ya Israel, waziri wa nishati Eli Cohen alisema Jumapili kwamba kulikuwa na uratibu wa karibu wa usalama na ujasusi kati ya Israel na Amerika juu ya kila kitu kinachotokea katika eneo hilo, pamoja na au bila makubaliano na bila kujali ahadi zozote za nje. Ikiwa Iran itajaribu kufanya upya mpango wake wa nyuklia au kuendeleza kiwanda chake cha makombora ya balistiki, tutakuwepo, kwa maana tutaingia katika mapambano, tutachukua hatua na tutapiga, aliambia redio ya jeshi. Wakati tangazo la Trump lililopendekeza makubaliano juu ya Hormuz halijataja mipango ya nyuklia au makombora ya Iran ambayo uharibifu wake ulikuwa malengo makuu wakati Israel na Marekani zilipoanzisha vita. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.